Habari za wakati huu, mtazamaji wa Usalama TV, ni wasaa mwingine tena tunapokutana katika kipindi cha Jua Nami, kipindi ambacho kimekuwa kikikujuza kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na Jeshi la Polisi Tanzania. Na mtazamaji, katika kipindi cha leo tutaongelea kuhusiana na kuelekea maadhimisho ya miaka 20 ya tangu kuanzishwa kwa falsafa ya polisi jamii hapa nchini Tanzania. Na hasa tutazungumzia mradi mmoja ambao ni mradi wa polisi kata. Mradi ambao umekuwa ukifanya vizuri sana hapa Tanzania, kwa sababu kama unavyofahamu kuna polisi kata ambao wako kwenye kata zote Tanzania kwa upande huu wa bara, lakini tuna polisi shehia ambao wapo kwenye shehia zote kule Zanzibar. Na kukujuza yote haya, studioni utakuwa nami Christina Mponji, lakini pia nitakuwa na mgeni ambaye ni mkaguzi kata kutoka kata ya Chang'ombe hapa jijini Dodoma, na si mwingine bali ni mkaguzi wa polisi Samuel Jonas Gwivaha. Tafadhali ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki ili uweze kujua nami kuhusiana na polisi kata. Karibu. Na mtazamaji, basi kama nilivyokufahamisha awali kwamba leo katika kipindi sitakuwa peke yangu, bali nitakuwa na mgeni, na mgeni wangu ndiye huyu kama nilivyokufahamisha, Inspector Samuel Jonas Gwivaha. Karibu sana studio za Usalama TV. Asante sana, nimekaribia. Habari za Chang'ombe? Chang'ombe ni kwema. Kumekuchaje leo? Hali ya usalama Chang'ombe ni shwari. Ni shwari kabisa. Kuna matukio makubwa. Ndio. Wananchi wameamka salama. Asante. Kwa kuanzia kipindi chetu, pengine tungeweza kukufahamu wewe kwanza japo kwa uchache. Mtu anaposema Samuel Jonas Gwivaha, wewe hasa ni nani na majukumu yako ni yapi pale kwenye kata ya Chang'ombe? Ndugu mwandishi, mimi naitwa Samuel Jonas Gwivaha, ni mkaguzi wa Jeshi la Polisi, na mimi ndiye polisi kata wa kata ya Chang'ombe. Kata ambayo ipo ndani ya jiji la Dodoma. Ni kata kubwa kidogo. Ina mitaa 7 na ina wananchi 39,000. Wow. Kutokana na sensa iliyopita. Nimefika Chang'ombe mwaka 2022. Kama polisi kata wa pale. Ukitokea wapi? Nilitoka ofisi ya OCD Dodoma. Kwa baada ya kupata uteuzi kwenda pale, kwanza nilistuka sana kutokana na taarifa ya kata ya Chang'ombe. Ni kata ambayo ilikuwa inaongoza kwa uhalifu mkubwa sana kwa hapa jiji la Dodoma. Sasa nikasema mimi ni nani mpaka nipewe kwenye kata yenye uhalifu? Wakati kuna kata nyingine ambazo zimetulia, makata Nzuguni, Kilimani, kata safi na maeneo mengine. Sasa why mimi nipewe kwa Chang'ombe? Lakini nikasema Mungu niongoze. Kwa hiyo nilifika Chang'ombe, tukajuana na viongozi pale. Tulipojuana na viongozi, tukaanza mikutano ya hadhara ili kujitambulisha kwa wananchi. Na kugawa namba zangu za simu kwa wananchi. Na kutoa elimu za uzalendo, ulinzi shirikishi, na kuwapa ule moyo wananchi wa kuipenda kata yao, moyo wa uzalendo. Kabla hatujaendelea huko sana kwenye vitu ambavyo ulivifanya, unasema awali kata hii ya Chang'ombe ilikuwa inasifika sana kwa uhalifu. Haswa ilikuwa ni uhalifu wa aina gani na hali ilikuwaje ni kwa kiujumla wake? Chang'ombe uhalifu mkubwa ulikuwa ni ukabaji. Watu walikuwa mchana watembei. Kikuta wewe ni sura ngeni, utaporwa simu mbele za watu. Lakini pia kuvunja nyumba usiku na kuiba. Kwa hiyo naamka asubuhi nyumba 5 6 zimevunjwa na kuibiwa. Uhalifu sasa ni huo. Kwa hiyo na wewe sasa baada ya kufika Chang'ombe ukaanza kujipanga. Ulikutana na nani kwanza? Na umesema viongozi kwa ujumla, lakini viongozi wako wengi. Kuna viongozi wa dini, kuna viongozi wa serikali, na hata viongozi wa serikali wamegawanyika. Haswa wa kwanza ambao ulikutana nao ni kina nani ndio mkaanza mikakati hiyo? Nilikutana na kamati ya ulinzi na usalama wa kata ya Chang'ombe ambayo inakuwa na mtendaji, wenye vitu wa mitaa yote 7, watendaji na baadhi ya wadau. Lakini nilienda mbele zaidi. Nilikutana na mabalozi wa kila nyumba 10. Wale mabalozi nilikuwa nawatembelea mmoja baada ya mwingine. Msalimia,
nakaa naye nyumbani kwake, namuuliza hali ya usalama kwenye hizi nyumba zako unazoziongoza ikoje? Kuna uhalifu gani unafanyika muda gani, na unafikiri wahusika ni nani, wewe kama balozi? Kwa mabalozi walinipa ushirikiano mkubwa tu, lakini nenda mbali zaidi, nikatafuta wale wastaafu, askari polisi wastaafu, wanajeshi wastaafu, magereza wastaafu ambao pia wanaishi Chang'ombe, na wadau mbalimbali ambao wanapenda ulinzi na usalama. Na pia niko nakutana nao vikao vya ndani, tunakaa kikao cha pamoja cha kujadiliana tunafanya nini kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu kwenye kata yetu ya Chang'ombe. Ndio. Ambayo sasa baada ya yote hayo nini kilifuata? Wananchi walikupokea ukiacha viongozi, na walikubaliana na kile ambacho wewe ulienda nacho? Wananchi kukupokea ni kazi sana, lakini nilichokifanya mimi nilianza kushiriki. Kukiwa kuna dua sehemu naenda pale natoa na rambirambi, kukiwa kuna msiba sehemu naenda misikitini, Ijumaa naenda kuswali, kuna lambe ujenzi pale natoa mifuko miwili ya simenti mitatu, hivyo makanisani naenda. Sasa wananchi ukianza kushirikiana nao kwenye mambo yao ambao wao wanayaamini, wanakuwa wewe ni mwenzao. Kwa hapo walianza kufunguka, wakaanza kunipa taarifa vizuri za uhalifu. Yeah. Na baada ya hapo nini kilifuata? Kilichofuata nilikutana na wenye viti hao 7. Tukakaa kikao cha pamoja, nikamwambia kila mwenyekiti kwenye mitaa 7 niletee vijana 10 ambao naona ni waadilifu, ni watu ambao wanapenda maendeleo, ni watu ambao wanachukia uhalifu. Kwa kila mwenyekiti alileta vijana 10. Kwa hiyo nikapata vijana 70. Nikawafanyisha mafunzo ya ukakamavu, ukamataji salama, namna ya kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu. Tukafanya na sherehe kubwa pale Afande RPC Dodoma, nilimuita akaja pale. Wakati huo alikuwa ni nani? Alikuwa Afande Katabazi. Alikuja pale tukafanya sherehe kubwa na wale vijana, kwa tukawasambaza kwenye ile mitaa. Kila mwenyekiti nikamkabidhi vijana wake. Kwa mwenyekiti ulipa vijana wako 10, nimeshawapa mafunzo mazuri ya ukamataji, ya kujua sheria ndogo ndogo, hasa makosa ya jinai na ulinzi shirikishi. Kwa hiyo wale wakawa sasa ndio kama ni vikundi vya ulinzi shirikishi vya kila mtaa. Ndio vikaa vikundi vya ulinzi shirikishi. Mpaka sasa vipo. Na vitembelea, muda mwingine naenda na shirikiana nao, tunazunguka, tunafanya doria kwenye mtaa wetu. Tunamaliza. Baada ya kuanza kwa vikundi hivi vya ulinzi shirikishi, ambayo hii ilikuwa ni mwaka gani? Ilikuwa 2024. 2024. Ambayo walienda pale tangu 22 ukaanza kuwa nao 23, 24 wakakukubali. Mambo yakaanza kwenda sawa. Sasa baada ya vikundi hivi vya ulinzi shirikishi kuanza kufanya kazi, ambayo kimsingi majukumu yao hasa ni yapi na hali ilikuwaje? Majukumu ya vile vikundi vya ulinzi shirikishi sio kukaa kwenye vituo vya polisi. Wao wanakaa kwenye ofisi za mwenyekiti wao wa mtaa. Kwa hiyo wanafanya doria wakishirikiana na mwenyekiti na mimi mwenyewe, au mwingine anapeleka askari pale, wanafanya doria kwenye mtaa wao vizuri. Kwa hiyo wanajitahidi sana kuzuia uhalifu, kuubaini na kutanzua uhalifu toka kwenye mitaa yao. Lakini pia wanashiriki vizuri sana kunipa taarifa mbalimbali za uhalifu na wahalifu. Kwa hiyo baada sasa ya hivi vikundi kuanza, na wenyewe mapokeo yalikuwaje kwa wananchi? Je, wananchi wale wengine walikuwa na sasa wanatoa ushirikiano wa kuona kwamba wanavisapoti vipi hivi vikundi? Wananchi wanatoa ushirikiano kwa sababu awali kabla hatujaunda vikundi, wananchi wao waliniomba kwamba wao wanachanga shilingi 500 kila kaya ili nitafute vijana wao wanafanya doria. Kwa muda gani shilingi 500 labda kwa wiki, mwezi? Kwa kila mwisho wa mwezi. Kwamba wao wanalipwa mshahara. Lakini nikasema tunaweza nikawachangisha wananchi hivyo, afu uhalifu kaendelea, lawama tena zikaanza. Kwa hiyo nikamwambia hapana. Tuchagueni vijana ambao ni waaminifu, wana moyo wa uzalendo, watafanya doria bure. Ndicho tulichokifanya. Kwa hiyo sasa wale vijana wao wananufaika vipi? Wale vijana wanajitolea. Wanajitolea. Kwa hiyo hakuna faida wanayoipata. Wao wenyewe tu washapata moyo wa uzalendo wa kupenda mtaa wao. Kwa hiyo wanajitolea tu, wanafanya. Faida ni amani na usalama. Faida ni amani na usalama. Ndio wanaipata. Kwa hawalipwi labda na wananchi pengine kusema tunawachangishia kiasi fulani? Hapana. Hakuna mali. Faida ni amani na usalama tu. Ambayo ni faida kubwa. Ndio. Na vijana wenyewe ni wa umri gani? Ni kuanzia miaka 18 mpaka 45. Wengine watu wazima, wengine vijana wadogo kwa wamechanganyika. Na walioanza ndio wale au sasa hivi wamekuwa kila mtaa umeongeza pengine, au wengine wamepungua?
au ni wale wale ambao uliwapa mafunzo ndio wanakuwa wanaendelea tangu ile 2024 mpaka sasa? Kwa kweli kwa sasa wanazidi kupungua, kwa sababu kuna wengine walitoka wakaja jiji wakaajiriwa maliasili, wengine wakaajiriwa Sumatra. Kwa kuna wengine wamepata ajira mbalimbali kwenye makampuni ya ulinzi binafsi huku, wengine wameajiriwa. Kuna kuta sasa hivi kama mtaalamu mbaki 5, 6, 4. Kwa zidi kupungua. Kwa hiyo tuna program pia ya kufanya mafunzo ya mwakani tena. Mafunzo mengine kwa vijana wengine wapya. Sasa hebu kwa faida ya mtazamaji wa Usalama TV, kwa jinsi ulivyoona kwa hali ulioikuta mwanzo na sasa hivi baada ya kuwa na vile vikundi vya ulinzi shirikishi kwenye kila mtaa, hali ilikuwaje ya kiusalama? Kwa kweli kwa sasa Chang'ombe ni shwari. Sasa hivi wananchi wanafanya shughuli zao kwa amani mpaka wanatamani kulala milango wazi. Kufanya biashara pale soko la Mavunde wanafanya biashara mpaka saa 4 usiku, wanaondoka kwa amani, hatupokei matatizo yote yale. Zamani kwa kupokea kesi za watu wamekabwa, wamenyang'anywa mali zao, wamenyang'anywa pesa, simu nini, sasa hivi huo uhalifu upo. Mambo ya kuvunja nyumba na kuiba usiku, sasa hivi Chang'ombe vitu havipo kabisa. Watu wanafurahi, watu wanapongeza. Na mtazamaji wa Usalama TV, basi kumbuka kipindi hewani ni Jua Nami, kipindi ambacho kimekuwa kikikujuza kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na Jeshi la Polisi Tanzania. Na kumbuka katika kipindi cha leo tunapoelekea maadhimisho ya miaka 20 ya tangu kuanzishwa kwa falsafa hii ya polisi jamii hapa nchini Tanzania, faida zilizopatikana kuhusiana na hii falsafa ya polisi jamii. Lakini hasa tunaangazia mradi wa polisi kata, mradi ambao ni miongoni mwa miradi mingi ya polisi jamii inayotekelezwa hapa nchini. Na studioni siko peke yangu, niko na mkaguzi wa polisi Samuel Jonas Bwivaha ambaye yeye ni polisi kata kutoka Chang'ombe, kata ile ya Chang'ombe ambayo iko ndani ya jiji la Dodoma, kata ambayo ilikuwa na sifa ya kuwa na vibaka na vitendo vingi sana vya uhalifu, lakini kwa sasa hali ni shwari kabisa. Samuel, wakati tunahamia hapa Dodoma mwaka 2021, kati ya sehemu ambazo tulikuwa tunaziogopa sana ilikuwa ni Chang'ombe. Kweli. Kwamba Chang'ombe huwezi ukapita mchana. Chang'ombe huwezi ukapita usiku. Chang'ombe ukitaka kupita pale, yani hata bodaboda wenyewe huwezi ukachukua bodaboda ya Chang'ombe kwa sababu kila unayemuona Chang'ombe ni mhalifu. Kwa sasa hali ikoje, hususan tukiongelea vikundi vya vijana kama vikundi vya bodaboda na wengine, kwa sababu na pale Chang'ombe kuna soko lile la Mavunde, lakini kuna stendi pale ipo ya Chang'ombe. Hali ikoje kiujumla? Kwa sasa kwa ujumla hali ni shwari. Vijana wa bodaboda tumekuwa tukifanya nao vikao mbalimbali kuwapa elimu ya uzalendo, wao wenyewe watengeneze uongozi kwenye vijiji vyao. Kama kuna mtu mhalifu watoe taarifa, kwa kifanya hivyo vizuri. Kwa sababu uhalifu kitokea sehemu, basi mwenyekiti wa kijiji cha bodaboda kile anahusika. Yeye anatupa ushirikiano mzuri, anatueleza. Kwa sasa hali ni shwari kabisa. Kama nilivyokuambia, soko la Mavunde pale watafanya biashara vizuri. Stendi pale wale masarange, makondakta wanafanya kazi zao vizuri kabisa kwa amani na upendo kabisa. Na nimesikia sehemu kwamba wewe kuna namna ambavyo wanakuchangia mafuta. Ni kweli. Baada ya wananchi kuona kazi nafanya kubwa ya kujitoa, soko la Mavunde wakajitolea kunichangia mafuta. Kwa hiyo wananilipa shilingi 50,000 kila mwisho wa mwezi kwa ajili ya mafuta. Ananipa shilingi 50,000 kwa ajili ya mafuta. Hiyo ni wananchi wameona kazi ninazozifanya. Na wamezipenda. Wameona jinsi walivyoshuka. Kwa wananchi wenyewe wamejitolea kunichangia kidogo shilingi 50,000 kwa ajili ya mafuta. Kwa kila mwezi wananipa shilingi 50,000 kwa ajili ya mafuta. Manake hii ni katika kusema kwamba tunashukuru sana kwa sababu umesaidia sana kurudisha hali ya amani. Ndiyo. Hali ya usalama katika eneo lile la Chang'ombe. Ndiyo. Sasa tukiongelea kwa ujumla kuhusiana na huu mradi wa polisi kata ambayo wewe unauishi kwa vitendo. Mradi huu ukiangalia, kwa sababu umeishi tangu 2022 mpaka sasa, na bila shaka unaishi pale pale Chang'ombe. Ninaishi Chang'ombe na familia yangu. Na familia yako iko Chang'ombe. Ndiyo. Na maisha safi kabisa. Maisha safi kabisa. Hawajawahi kuja kukutembelea kidogo? Nyumbani kwangu nalala milango wazi. Sijui kuibiwa hata kijiko. Na wananchi shwari. Wananchi shwari kabisa. Sasa unauongeleaje na faida zake kwa taifa letu kwa ujumla mradi huu wa polisi kata?
Kwa kweli aliyeanzisha mradi huu peponi atafika. Ni mradi mzuri sana, ni mradi ambao wananchi wameupenda, ni mradi ambao umepelekea trust. Wananchi wameanza kuliamini jeshi la polisi, lakini mradi ambao umepelekea utoaji wa taarifa sasa hivi zimeongezeka. Zamani wananchi walikuwa na hofia, nikitoa taarifa zangu naweza nikatajwa ni nini, lakini sasa hivi mwananchi anaenda kwa polisi kata wake moja kwa moja kumueleza taarifa yake. Na anajua ni sehemu salama, ni sehemu ambapo itakuwa ina usiri mkubwa. Kwa imesaidia kuongeza imani kwa wananchi kuhusu jeshi la polisi, lakini pia wananchi kuona sasa tuna umuhimu wa kushirikiana na polisi kuzuia uhalifu, kubaini na kutanzua. Kwa hiyo ingetokea labda kukaja tu kukawa na utaratibu wa kusema kwamba sasa hii polisi jamii inabidi isiendelee kuwepo Tanzania, tuiache kutekeleza hii falsafa polisi jamii na miradi yake yote tuiache, wewe ungesemaje? Kwa kweli mimi ningepingana nayo kweli kweli. Huo mradi ni mzuri, unatakiwa uendelee na viongozi kama wataweza kule waongeze nguvu kwenye mradi huo. Ni mradi ambao umependwa sana na jamii. Ndio. Na una faida nyingi kubwa kwa jamii. Ndio. Sasa ikitokea na wewe umehamishwa kwamba sasa Bwana Samueli inabidi tukutoe kwenye kata hii, sasa labda tukupeleke kwenye kituoni na nini, utajisikiaje? Yani kiujumla utafurahi kuondoka kwenye kata au utaona hapana jamani niache tu? Mimi binafsi nitajisikia vibaya sana. Kwa jinsi ambavyo nimeweza kudomain kata yangu, na jinsi ambavyo natengeneza trust kwa wananchi, na jinsi ambavyo tunashirikiana na Chongo cha Ng'ombe, nikionekana naondoka pale nitaumia sana. Nitaumia sana. Unatamani uendelee kuwepo? Natamani niendelee kuishi pale pale. Lakini ukipanda cheo itabidi uondoke. Ni kweli. Ukipata cheo utakiwa kuondoka. Basi haya ambayo nimeyafanya pale yataendelea kwa kwingine pia. Kule unataka kwenda. Lakini naamini pia umetengeneza mazingira mazuri kwa yule atakaye kurithi hapo. Kuna kwenye utekelezaji wa majukumu yako, kuna miradi gani mingine ambayo unaitekeleza hususan kwenye kata yako cha Ng'ombe? Tukiachana na mradi wa polisi kata, kuna mradi wa ulinzi shirikishi. Ulinzi shirikishi ambao tumeutekeleza vizuri kwa kutoa hizo elimu kwa jamii, kuunda hivyo vikundi vya ulinzi shirikishi ambavyo vinasaidia kufanya doria kwenye mitaa. Lakini pia kuna usalama wetu kwanza, tumekuwa tukipita kwenye shule za msingi pale cha Ng'ombe, shule ya sekondari Lukundo ambayo ni ya cha Ng'ombe. Wanafunzi tumewapa elimu hizo mbalimbali za usalama wa kwanza, ukatili, jinsi gani wao kutoa taarifa za ukatili, kujiamini na kujieleza matatizo wanayopata mbalimbali. Ndio. Mradi mwingine ambao labda kwa kutekeleza, kuna mradi mwingine wa huduma bora. Pale Chang'ombe tuna kituo cha polisi kipya kimeanza mwaka jana mwezi wa 11. Kwa hiyo mradi wa huduma bora kwa mteja pia nimekuwa nikiutekeleza, kukaa na askari pale Chang'ombe kuambia watoe huduma bora kwa wananchi wangu. Kwa sababu mimi nikiwa kwenye jamii kule naambia jamani, karibuni kituo cha polisi cha Ng'ombe mtapata huduma bora. Zamana pale ni bure. Sasa uwezo kuyafanya hayo huku hujaenda kwa hao askari wako ambapo kituoni kuwapatia ile kufundisha mafunzo ya customer care. Jinsi gani wapokea wananchi wangu, jinsi gani wape huduma bora, na kama kuna changamoto tushiriki, tuwasiliane. Kwa pia nimeweka connection nzuri kati ya wale askari pale kituoni, mimi na wananchi. Na huwa unafanya vikao mara ngapi, kwa labda kwa mwezi, kwa wiki, na wananchi wa kata ya Chang'ombe? Vikao vya wananchi vinaenda kila baada ya robo ya mwaka. Ni vikao vya kisheria. Kwa baada ya robo mwaka kuna kikao, mkutano ya hadhara ya wananchi. Hiyo nashiriki moja kwa moja. Sawa. Sasa nitawapateje? Ndio wengine wanafuata msikitini, wanafuata kanisani. Sijui kuna dua kwa shehe fulani, naenda pale kwenye dua. Wamekuwa wakinipa dakika 10 za kutoa elimu zangu za ulinzi shirikishi. Kwa kila nikifika sehemu basi wao wananchi wanajua afande kaja hapa, tumpe nafasi atoe elimu yake. Tangu umeenda kwenye kata ya Chang'ombe ni tukio gani hautalisahau? Tangu nimeenda Chang'ombe kuna siku moja nilienda kwenye harusi. Nikiwa narudi usiku kuna pikipiki mbili zikawa zinanifuata nyuma. Hiyo mwanzoni nimefika tu. Zimenifuatilia nyuma mpaka nafika nyumbani kwangu. Sasa mimi na ratibu nikifika nyumbani kwangu pale getini wasishuke haraka. Nikabaki kwenye gari, nikaweka reverse, kwenye kamera nikaona kuna pikipiki nyuma mbili. Kwa hiyo nikarudisha gari speed, nikazigonga zile pikipiki. Wale vijana wakaruka wakakimbia. Wakaziacha pale.
Lakini kwa mbele wakasema kumbe ni Afande Samueli. Blaza Sole. Huko wanakimbia. Kwa maana mwanzo walikuwa hawaja kujua. Walikuwa hawajafahamu ni mimi. Kwa hiyo nizuia zile pikipiki, nikaita gari ya polisi ikaja pale ikazichukua. Kesho yake ikabidi waje. Wakaja kuripoti wao wenyewe kwa sababu walikuwa wana uchungu na pikipiki zao bado mpya. Basi tukawafungulia kesi pale na tibia zikaendelea. Kwa hiyo hicho na lengo lao hasa lilikuwa ni nini? Wao walifikiri ni mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo walitaka kumpora. Kwa kupola Sasa kumpiza mtu anapaki gari getini anataka kushuka wanampola pale. Sasa wakujua mbali polisi kata wao. Kwa hiyo kuanzia hapo mambo yanaenda vizuri sasa. Kitu gani unajivunia sana kwamba umekifanya kwenye kata ya Chang'ombe? Popote ukienda utakuwa unajivunia na unaamini hata atakaye kuja mwingine baada ya wewe ataendelea kukisikia na yeye atajivunia nacho. Kikubwa kabisa ni yale mafunzo ambayo nilishikiana wenye viti kuyafanya kwa wale vijana. Wengi sasa wamepata ajira. Kuna kuta pita babani kijana mmoja akasababisha Afande basi leo. Mimi kijana kule nifundisha mafunzo sasa hivi nimeajiriwa. Nipo maliasili. Nakuta umekuletea gunia moja la mkaa. Mara umelipa mshahara unakugawia kidogo. Sasa ile unapita babani watu wanakuambia umepata mafanikio kupitia wewe. Kupitia mradi huu wa polisi jamii wa polisi kata, hiyo unajisikia faraja sana. Asante sana. Asante. Mtazamaji wa Usalama TV, kipindi hewani ni Jua Nami, na leo tunazungumza kuelekea maadhimisho ya miaka 20 ya polisi jamii hapa Tanzania, tukiangazia mradi wa polisi kata, na studioni siko peke yangu, niko na mkaguzi wa kata ya Chang'ombe ambaye ni Inspector Samuel Jonas Gwivaha. Tukiwa tunaelekea ukingoni wa kipindi chetu, ungependa kuambia nini wananchi, hususani kwenye swala zima la ushirikiano na jeshi la polisi, hasa polisi kata walioko kwenye kata zote nchini pamoja na shehia kwa kule upande wa Zanzibar? Wananchi wa Chang'ombe nachopenda kuwaambia, naomba washiriki kikamilifu. Washiriki kikamilifu kuzuia uhalifu kwenye kata yetu ya Chang'ombe, kubaini uhalifu na kutanzua uhalifu kwenye kata yetu ya Chang'ombe. Lakini pia wajiepushe na makundi yale mbalimbali kuhamasisha vurugu, maana Chang'ombe bila uhalifu inawezekana. Na matokeo ya vurugu pia wanayafahamu ni nini. Kwa na washauri pia wananchi wajiepushe na vurugu mbalimbali, washiriki vizuri kwenye taarifa polisi kata wao zinakuwa sehemu salama kabisa, zinafanywa kazi vizuri kabisa. Hicho ndio cha msingi. Asante sana. Asante sana. Na karibu sana studio za Usalama TV wakati mwingine. Asante sana. Karibu sana. Nashukuru. Asante. Basi mtazamaji wa Usalama TV, na kufikia hapo tunaelekea ukingoni kabisa wa kipindi chetu hiki cha Jua Nami. Kumbuka kwamba leo tulikuwa tukizungumzia kuhusiana kuelekea miaka 20 ya maadhimisho ya polisi jamii hapa nchini, tukiangazia hasa mradi wa polisi kata. Na studioni sikuwa peke yangu, nilikuwa na mkaguzi wa polisi Samuel John Gwivaha ambaye ni polisi kata kutoka Chang'ombe, kata ya Chang'ombe jijini Dodoma, ambaye tumezungumza vitu vingi, majukumu yake na vitu ambavyo amevifanya, lakini na hali halisi ambayo kwa sasa ipo pale kwenye ile kata ya Chang'ombe. Na kumbuka tu kwamba kwa upande mzima wa utoaji wa taarifa za uhalifu na wahalifu, kama ambavyo pia Inspector Samuel ametoka kukwambia, tafadhali tunaomba uendelee kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu kupitia namba 0699 998899. Lakini namba hiyo pia unaweza ukaitumia kwa ajili ya kutoa mrejesho wako kwa jeshi la polisi Tanzania, ikiwa ni malalamiko, pongezi au taarifa za uhalifu na wahalifu. Vile vile kuna namba ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kutoa taarifa za ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto, ambayo ni 0699913200, 0699913200. Tumia namba hiyo kwa ajili ya kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu wa masuala ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto. Basi nyuma ya kamera nilikuwa naye Abdul Hamid Hamisi, Godwin Chiloleti, Kasimu Mahanyu, na kwa niaba ya timu nzima ya Usalama TV ulikuwa nami mtangazaji wako Christina Mponji. Tafadhali endelea kufuatilia vipindi na mitandao yetu ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook na channel yetu ya WhatsApp. Hadi juma lijalo, asante sana.